Yes, good morning mtu wa nguvu. Habari za asubuhi kokote uliko ambako unaifuatilia IOTV na millardayo.com. Karibu katika uchambuzi wa magazeti ya leo Alhamisi ya Juni 8, 2017. Karibu tupitie taarifa zote ambazo zimepewa na headlines kwenye magazeti ya leo kuanzia hard news, michezo mpaka udaku. Tutakupitisha kote huko tujue kitu gani kikubwa. Lakini kwenye magazeti ya leo pamoja na nje ya kuwa magazeti yameandika taarifa hizo, nikukumbushe tu kwamba leo bajeti kuu ya serikali inawasilishwa bungeni mjini Dodoma ambako waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango atakuwa anawasilisha bajeti kuu ya serikali ambayo itakuwa na taswira ya mwaka wa fedha unaokuja utakuwa vipi kuanzia kwenye matumizi. Je, serikali imeweza kubana matumizi au matumizi yatazidi bajeti itazidi kuwaelemea wananchi? Basi kila kitu kitajulikana leo bungeni mjini Dodoma. Kwa taarifa zote hizi endelea kukaa karibu na Millardayo pamoja na IOTV kuweza kuzijua taarifa hizi zote kila wakati zinapotufikia. Mimi ni David King, karibu nikupitisha kwenye magazeti ya leo. Gazeti la Mwananchi ukurasa mbele limeandika kukaza au kulegeza Dr. Philip Mpango kuwasilisha bajeti kuu leo baada ya wiki 9 za kujadili, kuchambua utekelezaji na changamoto za bajeti za wizara. Mambo matano ambayo yatagusa bajeti hiyo ni pamoja na swala la biashara ambapo ndani yake kuna kubana matumizi, kodi mpya, mazingira ya uwekezaji pia imeathiri biashara pamoja na kutovutia wawekezaji. Jambo la pili ni swala la maji ambapo wabunge wengi hawakuridhika na kiwango cha fedha ambacho bajeti ya wizara ya maji ilikuwa imetengewa. Jambo la tatu ni kodi 80 zilizokuwa kero kwa wakulima zimeondolewa, matarajio ni unafuu zaidi. Jambo la 4 pamoja na viwanda kupigia kelele sana pamoja na kuwa ni sera ya Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali kwa madarakani, wengi wanaona mazingira ya kuanzisha na kustawisha viwanda hayajawa rafiki mpaka sasa. Swala la 5 ni swala la ajira ambapo ujenzi wa reli ya kati, barabara za juu, bomba la mafuta na mengine inatarajiwa kuwa aweni ya ajira kwa watu wengi. Of course hilo ni swala la bajeti kama ambavyo limeandikwa kwenye magazeti ya mengi leo, basi nitakupitishia nikusomee kitu gani ambacho kimeandikwa. Mangula warejesha kundini madiwani 14, lakini pia JWTZ yaonya wananchi utapeli wa ajira jeshini. Saudia UAE za weka pabaya uchumi wa Qatar, lakini pia gharama za kilomita 1 barabara ya lami ni zaidi ya bajeti ya michezo. Hii ni taarifa katika ukurasa 36 gazeti hili Mwananchi. Membe atoa neno mazishi ya balozi Cisco, bodaboda na wachimbaji watawanywa kwa mabomu. Mgwira tupo nje ICT, changamoto 8 za mgoja. Mgambo ajeruhiwa kwa kupigwa risasi Rufiji. Taarifa hii inatokea kule ambako bado hali inaonekana ni tete. Kiundani zaidi nikipitia swala la bajeti, taarifa inasema kuongezeka ama kupungua kwa makali ya maisha ndicho kitu kinachosubiriwa na wananchi leo wakati waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango atakapowasilisha bajeti ya pili ya serikali ya awamu ya 5 bungeni mjini Dodoma. Bajeti ya kwanza ya shilingi trilioni 29.5 ilionekana kubana sehemu tofauti na kusababisha wananchi kila nyanja kulalamika, wengi wakisema mzunguko wa fedha umedhoofika huku biashara zikifungwa. Bajeti hiyo pia ndio iliyowafanya wachambuzi wa masuala ya uchumi, makundi ya biashara na wabunge kumtaka waziri huyo atangaze hatua mahususi za kuokoa sekta binafsi na zitakazoshirikisha ukuaji wa uchumi. Wadau wanatarajia kuwa Dr. Mpango ambaye pia aliwahi kuwa mchumi mwandamizi katika Benki ya Dunia na mwadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM ataangalia kwa kina hali ya sasa ya uchumi na kutangaza hatua za kikodi zitakazozuia kupanda kwa gharama za maisha, na wakati huo pia kuipa mkono sekta binafsi ili serikali ifikie lengo lake la kuifanya Tanzania kuwa nchi ya viwanda. Taarifa zaidi zipo kwenye gazeti hili Mwananchi, unaweza kuendelea kuzisoma. Kwenye ukurasa wa pili gazeti Mwananchi lenyewe limeandika Mgwira tupo nje ICT, changamoto 8 za mgoja. Taarifa ikisema wakati mkuu mpya wa mkoa wa Kilimanjaro ana Mgwira akitafakari jinsi ya kuanza majukumu yake mapya, chama cha ICT Wazalendo kimemvua uongozi na kumuongezea changamoto katika utekelezaji katika kutekeleza kazi zake mpya. Mgwira aliapishwa juzi na Rais John Magufuli kuongoza mkoa huu ambao pia ni moja ya ngome ya vyama vya upinzani hasa Chadema, chama ambacho mkuu huyo wa mkoa aliwahi kuwa mwanachama wake. Mgwira ambaye pia jana alikuwa safarini kuelekea kituo chake cha kazi anachukua nafasi ile ya wazi na Said Mek Sadik alijiuzuru kupisha vijana wenye uwezo wa kwenda kasi na kasi ya rais. Alivyo kutekeleza majukumu hayo huku akitetea nafasi yake mwenyekiti, kama atataka kuendelea itakuwa moja ya changamoto 8 zitakazomkabili katika utendaji wake. Moja ya changamoto ambazo zimetajwa pia ni pamoja na hekaheka za kisiasa, kuna swala la migogoro ya ardhi, kuna biashara za wahamiaji haramu, kuna biashara ya magendo, kuna changamoto za machinga na kushamiri uingizaji wa mirungi, yote ikitokea mikoa ya kaskazini kiwemo mkoa wa Kilimanjaro. Taarifa zaidi zipo kwenye gazeti hili, unaweza kuendelea kuzisoma. Wakati huo taarifa nyingine ni Membe atoa neno mazishi ya Cisco Mtiro.
Taarifa inasema aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Bernard Membe amemsifu Marehemu Abdul Mtiro kuwa alikuwa hodari, mchapakazi pamoja na mtifu. Mtiro maarufu kama Cisco amewahi kuwa mkuu wa itifaki katika serikali ya awamu ya 3 na ya 4 na balozi wa Tanzania katika nchi mbalimbali duniani. Mtiro alifariki dunia Jumatatu, alizikwa jana katika makaburi ya Kisutu baada ya kuugua kwa muda mfupi. Membe ambaye aliyekuwa pamoja na viongozi wengine akiwemo marais wa awamu ya 2 na ya 4 Ali Hassan Mwinyi pamoja na Jakaya Kikwete wa awamu ya 3 wa awamu ya 4, alisema umati huo pia unaonesha tafsiri ya utumishi uliotukuka wa kiongozi huyo. Membe aliwahi kuwa bosi wa Mtiro wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje. Nikinukuu anasema balozi Cisco alikuwa anaijua dunia kama anavyojua Tanzania. Tunamkumbuka kwa uhodari katika kazi pamoja na utiifu. Alisema marehemu Mtiro alikuwa mwalimu mzuri wa maafisa wa mambo ya nje hasa kwenye masuala ya itifaki. Kadhalika Membe alimsifu Mtiro kwa ucheshi hasa kwa watu ambao amezoeana nao pamoja na marais kuhudhuria, lakini pia mazishi yao yamewakutanisha vigogo wa Ikulu katika serikali ya awamu zilizopita. Mtiro pia aliwahi kuwa balozi wa Tanzania katika nchi mbalimbali zikiwemo Malaysia, Ufilipino, Cambodia pamoja na Singapore. Taarifa yake pia ipo kwenye gazeti hili, unaweza kuendelea kuisoma kupitia gazeti hili Mwananchi. Gazeti Nipashe lenyewe ukurasa mbele limeandika kishindo kingine bajeti ya JPM, wengi wajaa matumaini fedha kurudi mitaani, hofu ya tanda kwa wanywaji bia, wavuta sigara, waziri Dr. Mpango kuandika kila kitu leo. Hapa mbele vimewekwa vipaumbele ambavyo vinazungumzwa kwenye bajeti kama vitafanywa kazi au vimeshafanywa kazi. Kwenye bajeti ya mwaka 2017-2018 kuna swala la vyanzo vipya vya mapato, sio kila siku bia pamoja na sigara, inaelezwa hivyo iwe hivyo. Udhibiti wa mikopo holela ya elimu ya juu, biashara ziokolewe zisiendelee kufa, afya kupunguza vifo vya kina mama pamoja na watoto, maisha yawe poa kwa kudhibiti bei ya unga, sukari pamoja na gesi, fedha zaidi elimu bure, kukamilisha miradi ya flyover rail standard gauge pia. Lakini pia kuna suala la ukuaji uchumi uguse wananchi wa kawaida, isionekane tu watu wenye uwezo mkubwa ndio wananufaika zaidi na bajeti ama na uchumi ambao unazidi kukua. Afariki baada ya kubanwa na kukabwa na polisi akiendesha bodaboda. Taarifa inatokea kwenye gazeti hili Nipashe. Mgwira avuliwa wenyekiti ACT. Taarifa zaidi katika gazeti hili. Taarifa zaidi nikisoma hii ya alifariki baada ya kukabwa na polisi inasema mwendesha bodaboda Joel Mamla miaka 26 mkazi wa kata ya Ibinzamata mjini Shinyanga alifariki dunia juzi katika ajali iliyotokana na kukabwa na polisi aliyempakia akiwa kwenye mwendo kasi. Mamla alianguka kutoka katika pikipiki iliyokuwa kwenye mwendo kasi na kupasuka kichwa kilipogonga jiwe baada ya kukabwa shingo na polisi alikuwa amempakia baada ya kukamatwa na kuamriwa waende wote kituoni. Marehemu Mamla alikuwa amekamatwa katikati ya mji na askari alitambulika kwa jina la PC Edmund kwa kosa la kutovaa kofia ngumu, na tukio la kupoteza maisha kwa mwendesha bodaboda huyo lilitokea katika barabara kuu ya Mwanza Tabora. Imedaiwa kwamba Mamla alifariki dunia baada ya kuanguka kutoka kwenye pikipiki ambayo iligonga nguzo ya barabarani. Wakisimulia tukio hilo, mashuhuda walisema waliona mwendesha pikipiki na abiria wake wakivutana mikono na kupigana viwiko huku chombo hicho kikiwa katika mwendo kasi, hivyo kusababisha iyumbe. Alisema ilipokaribia eneo hilo la ajali waliona mwendesha pikipiki akikabwa shingo na abiria na hatimaye kuiacha pikipiki na kuanguka chini. Mmoja wa mashuhuda hao Baraka Shabani alisema walipoanguka ndipo mwendesha pikipiki alijipiga kwenye jiwe na kuanza kuvuja damu puani na masikioni. Shabani alisema Mamla alifariki dunia papo hapo, na ndipo wananchi wenye hasira wakaanza kumpiga abiria bila kufahamu alikuwa ni askari polisi. Wakati kichapo kiendelea ndipo mtu yule alipojitambulisha kuwa ni polisi, lakini aliendelea kupigwa. Alisema Shabani wananchi hawakufahamu kwa sababu alikuwa amevaa kiraia. Walisi bodaboda ni jambazi, alikuwa akitaka kumpora pikipiki. Alinusurika baada ya kukimbilia kwenye nyumba ya jirani. Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufani ya mkoa wa Shinyanga Dr. Herbert Masigati alikiri kupokea mwili wa marehemu hospitalini hapo na kutoa matibabu kwa PC Edmund ambaye pia hali yake inaendelea vizuri. Taarifa zaidi ziko kwenye gazeti hili la Nipashe. Taarifa nyingine inasema kigogo TBS si raia. Taarifa inayotoka kwa mwanasheria mkuu wa shirika la viwango TBS Baxter Bitao miaka 54 jana alifikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam akikabiliwa na mashtaka matatu ikiwemo kuishi na kufanya kazi nchini bila kibali. Bosi huyo alisomewa mashtaka yake mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Victoria Nongwa. Mwendesha mashtaka wa idara ya uhamiaji Novatus Mlai alidai kwa Mei 19 mwaka huu eneo la Kinondoni jijini Dar es Salaam katika ofisi ya uhamiaji Bitao akiwa raia wa Burundi alikutwa bila kibali cha kumwezesha kuishi nchini. Taarifa zaidi zipo kwenye gazeti hili. Ajira
feki JWTZ pia ni moto kwenye gazeti hili ukurasa 3 imeandikwa. Jeshi la Wananchi Tanzania JWTZ limesema litamkamata na kumfikisha kwenye vyombo vya dola mtu yeyote atakayebainika kutoa rushwa kwa matapeli ili apate ajira katika jeshi hilo au jeshi la kujenga taifa JKT. Msimamo huo ulitangazwa jana jijini Dar es Salaam na mkuu wa utumishi wa JWTZ Meja Jenerali Harrison Masebo wakati akizungumza na waandishi wa habari. Anasema kumekuwa na wimbi kubwa la watu wanaotoa fedha ili vijana wao wapewe nafasi za ajira kwenye majeshi wakati wanaodai fedha hizo ni matapeli. Anasema wananchi wanaotoa fedha ili wapate ajira na kuzikosa wamekuwa wakifuata viongozi wa jeshi na kutaka warejeshe fedha walizotoa, hivyo kusababisha usumbufu mkubwa. Taarifa zaidi zipo kwenye gazeti hili Nipashe. Muhimbili yaweka rekodi Afrika. Taarifa inasema hospitali ya taifa ya Muhimbili MNH imevunja rekodi kwa ukanda wa Afrika Mashariki kwa kuwa hospitali ya kwanza ya serikali katika kutoa huduma za upasuaji na upandikizaji wa vifaa maalum vya usikivu, yani cochlear implant, kwa gharama ya shilingi milioni 36. Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Ummy Mwalimu akizungumza kwenye uzinduzi wa huduma hiyo hospitalini hapo jana jijini Dar es Salaam alisema baada ya hospitali binafsi ya Kenya kutoa huduma hiyo, Muhimbili inafuatia. Mwalimu alisema wakati nchi nyingine gharama za upandikizaji wa kifaa hicho cha usikivu kikifanyika kwa zaidi ya shilingi milioni 60, Muhimbili imekuwa ikitoa huduma hiyo kwa shilingi milioni 36. Nikimnukuu anasema nimeambiwa hapa kuwa tayari watoto 5 wapo wodini wameshafanyiwa upasuaji, yani ikiwa ni Jumatatu, na jana Jumanne ambayo ilikuwa ni juzi wamewekewa kifaa cha usikivu, alisema Waziri Ummy. Taarifa zaidi zipo kwenye gazeti hili Nipashe. Gazeti Mtanzania lenye ukurasa mbele limeandika Rufiji bado tabu kwa IGP Siro, mwingine apigwa risasi kichwani akiwa shambani. Dude la IPTL laibuka tena, RC Mgwira angolewa ICT. Ili ni gazeti Mtanzania kwenye taarifa hizo za ukurasa mbele. Gazeti Tanzania Daima lenye ukurasa mbele limeandika mwingine ajeruhiwa kwa risasi Ikwiriri. Ndesamburu amuibua Dr. Slaa, eleza walivyolala msituni kwenye maboma kuijenga Chadema. Zito amngoa RC wa IGPM. Mwanasheria TBS kortini kwa kuishi kinyemela. Serikali yatoa nafuu kwa wenye matatizo ya usikivu. Mayanga walete hao Lesotho. Hii ni taarifa kwenye gazeti hili Tanzania Daima. Gazeti Uhuru lenye ukurasa mbele limeandika bihao wa TBS kumbe ni raia wa Burundi apandishwa kizimbani kwa kufanya kazi nchini bila kibali. Mfumo mpya wa tiketi za mabasi kizungumkuti, TRA yaweka mambo hadharani. Serikali kutumia trilioni 31.7, lakini pia vipaumbele hivyo ni miradi ya makaa ya mawe, Mchuchuma na Liganga, ujenzi wa reli ya kati kutoka Dar es Salaam Tabora hadi Kigoma yenye urefu wa kilomita 1251 kwa viwango vya reli ya kisasa. Mwingine apigwa risasi Ikwiriri. Taarifa iko kwenye gazeti hili Uhuru. Gazeti la Majira lenye ukurasa mbele limeandika wauaji Kibiti wazidi kumchokonoa Siro. Ni baada ya mauaji ya juzi, wauaji wajeruhi mtu mwingine kwa risasi shambani. Siku moja imepita baada ya IGP Siro kuteta na wazee Kibiti, hofu yazidi kuongezeka. ICT Wazalendo wamweka pembeni Anna Mgwira. Lissu kuliburuta bunge mahakamani, lengo ni kupinga hukumu dhidi ya Lima Mdee, Esther Bulaya. Lakini pia watoto wenye matatizo ya usikivu sasa kutibiwa nchini. Yoso Yanga kuwashangaza FC Leopards leo. Hilo ni gazeti Majira. Gazeti la Amani, ile gazeti la udaku ukurasa mbele hapa kuna picha ya Wema Sepetu, lakini pia kuna picha ya Sheikh Mkuu wa Dar es Salaam ikiwa inasema Sheikh Mkuu kumsomea Wema kisomo kizito. Taarifa kwenye ukurasa mbele gazeti hili la Amani. Ukurasa wa nyuma gazeti hili pia kuna picha ya Anisha kama ambavyo inaonekana kwenye ukurasa wa nyuma gazeti hili la Amani. Lakini pia kwenye magazeti ya michezo leo, gazeti Mwanaspoti lenye ukurasa mbele limeandika yani kifaa kipya Simba au Ngoma wanasubiri. Kipa Mgana aliyekosa penalti aonyeshwa njia. SportPesa yaingilia kuikoa jazi Yanga. SportPesa nusu finali leo. Alhamisi Yanga wanakutana na Leopards saa 10 jioni. Wenga kumbe mjanja sana. Jose Gafla muibukia Ronaldo. Mastaa watatu wabebwa Yanga. Hilo ni gazeti Mwanaspoti. Ukurasa nyuma limeandika karudi bana Lukaku aitosa Manchester United, achagua tena Chelsea. Hilo ni gazeti Mwanaspoti. Gazeti Bingwa lenye ukurasa mbele limeandika Mbaraka ahesabu saa kusaini Yanga. Yanga yawatia kiwewe wababe wa Simba. Simba yasainisha mido la Yanga. Ronaldo ataendelea kutesa kwa mkwanja. Azam yaendelea kufanya kweli. Balotelli akabidhiwa mikoba Italia. Check yote akiwa anaonekana hapa, kuna picha yake imeandikwa rest in peace. Lakini pia kwenye ukurasa nyuma gazeti hili Bingwa limeandika jipangeni Wenga Gazidisi watua Ufaransa kuwabeba Lacazette pamoja na Mbappe. Liverpool wajipanga kumbeba Rodriguez. Manchester United wabaniwa kwa Morata. Balotelli akabidhiwa mikoba Italia. Wachezaji England wapewa mafunzo ya kijeshi. Ronaldo endeleza shangwe za ubingwa. Hilo ni gazeti Bingwa.
Naam, magazeti ya kimichezo yanatukamilishia uchambuzi wa magazeti ya leo kutoka AyoTV na millardayo.com. Taarifa zote hizi utazipata kupitia kurasa zetu za Facebook, Instagram pamoja na Twitter kupitia jina la Millardayo. Lakini pia usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel ya Millardayo kuweza kuzipata taarifa zote hizi kila wakati zinapotufikia. Mimi ni David King, hii ni AyoTV.